Karibu wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Kimani Ichung'wah, mbunge wa Kikuyu, amepatikana akiwa anapanga majambazi wakuje kumshambulia Rigathi Gachagua siku ya Jumamosi tarehe 11 Aprili mwaka 2026, kipindi ambapo Rigathi Gachagua atafanya ziara katika eneo bunge hilo la Kimani Ichung'wah la Kikuyu. Inaonekana kwamba Kimani Ichung'wah yupo kwenye mission ya kulipiza kisasi kwa Rigathi Gachagua baada ya Gachagua kumshambulia na kumwanika peupe upande wa Nyandarua Olkalau, kipindi cha mazishi, hafla ya mazishi ya maombi ya aliyekuwa mbunge wa Olkalau David Kiarau. Sasa kulingana na taarifa ambazo zimeweza kutolewa naye Rigathi Gachagua, anaeleza kwamba amepewa minutes kumbukumbu za mkutano ambao uliweza kupangwa na maafisa wa polisi, jinsi ambavyo Gachagua atakuja kushambuliwa siku ya Jumamosi upande wa Kikuyu. Sasa jinsi ambavyo unaona hapo, ninaomba niweze kukusomea na kukuelezea kile ambacho Gachagua amekiandika. Amesema hivi, akaandika barua Chama cha Democracy for the Citizens Party DCP, akaandikia Inspector General wa polisi akimwambia kwamba kuna mpango wa kuvuruga mkutano wa hadhara katika mji wa Kikuyu kwa kutumia magenge pamoja na polisi. Kwa hivyo unaona Gachagua ameweza kuambia Inspector General kwamba amepata taarifa kuna mpango wa Kimani Ichung'wah kutumia magenge pamoja na polisi kuharibu ule mkutano wake siku ya Jumamosi. Kwa hivyo wananchi mjitokeze kwa wingi, mulinde Gachagua. The mountain people, msiache Rigathi Gachagua akishambuliwa na kudharauliwa na Kimani Ichung'wah. Sasa Gachagua akaendelea kusema kwamba tunatoa wasiwasi kuhusu mpango wa kuvuruga mkutano wetu uliopangwa kufanyika Jumamosi ya tarehe 11 Aprili mwaka 2026 katika mji wa Kikuyu. Katika matukio kadhaa yaliyorekodiwa vizuri, mbunge wa eneo hilo Bwana Kimani Ichung'wah ametoa vitisho vya moja kwa moja na vya kificho vinavyolenga mkutano wetu. Kwa hivyo unaona Gachagua anasema kwamba amekuwa akiona vitisho kutoka kwake Kimani Ichung'wah, na amesema kwamba kuna vitisho vya kificho, yani mikutano ya kisiri ambayo inaratibiwa ili wakuje kumshambulia Gachagua na kuharibu mkutano wake. Kabla tujasonga mbele, je, uko na kadi? Ni vizuri niweza kuwapea hii advertisement. Uko na kadi? Hii advertisement itatusaidia sisi wote wa Kenya. Sijalipwa. Uko na kadi? Hakikisha kwamba kama una kadi leo, kabla siku ijaisha, umekimbia umejiandikisha, unionyeshe kadi. Tafadhali nionyeshe kadi. Wewe ni hivyo utakuwa rafiki yangu. Hii kadi itakusaidia uweze kupiga kura, uchague viongozi ambao walio bora. Sasa kulingana na Gachagua anasema kwamba mnamo tarehe 25 Machi mwaka 2026 Bwana Kimani Ichung'wah alipokuwa akihudhuria hafla katika viwanja vya shule vya Alliance High School na mbele ya naibu rais Kithure Kindiki ambaye ni mwanachama wa Baraza la Usalama la Kitaifa, Kimani Ichung'wah, kulingana na Bwana Gachagua, anasema kwamba Kimani Ichung'wah alisema kwamba kama Rigathi Gachagua ametairiwa, if Gachagua was circumcised, mwambie atembee Kikuyu tumuone. Sasa baada ya Kimani Ichung'wah kuweza kumwambia Rigathi Gachagua kwamba kama wewe ni mwanaume na unajua kwamba uliweza kuchongwa vizuri kwa tairiwa, njoo Kikuyu. Na Gachagua amemjibu kwa kusema kwamba atakuja Kikuyu, lakini Gachagua amesema kwamba Ichung'wah amepanga goons kuweza kumshambulia. Nile wakone muru wake agaje kurumana ya goko ndio akamenya goko ni jwa goko wa mtata kana tiguo
Sisi wakati walikuwa naua unatia wasichana kama hawa mimba. Mimi naelimisha wasichana, wewe ukiwatia mimba alafu unawaua. Kando na hiyo, kulingana na Bwana Gachagua anasema kwamba mnamo tarehe 9 Aprili mwaka 2026 Ichung'wah akiwa bungeni, mbunge huyo alisema kuwa Gachagua mnawaleta magenge kutoka Githurai na Kayole kuja kupora biashara za watu katika mji wa Kikuyu, na tutahakikisha polisi wanalinda biashara katika mji wa Kikuyu. Kwa hivyo Gachagua anasema kwamba maneno hayo ambayo Kimani Ichung'wah aliweza kuyazungumza si maneno tu kwamba wataleta polisi wakuje kulinda biashara za watu, hapana. Gachagua anaeleza kwamba Kimani Ichung'wah amepanga magenge ya kuja kuiba biashara za watu. Gachagua anasema kwamba Ichung'wah amepanga majambazi wa kuja kuiba biashara za watu, kuharibu biashara, kuharibu mikutano ya Rigathi Gachagua, alafu polisi wakuje kuingilia eti kwamba wanatuliza, lakini wapige vitoza machozi, waharibu mkutano na kuhakikisha kwamba Gachagua hatahutubia wananchi. Kikuyu is part and parcel of Kenya. We welcome everybody to our constituency to engage with the people of Kikuyu. What we oppose is you ferrying goons from Githurai, from Kayole, to come and loot businesses in Kikuyu town. That we will make sure that the police protect the businesses of the people of Kikuyu. Otherwise, if all you want to come is come and mention Kimani Ichung'wah another 100 times, welcome. You will come, insult me, then leave. But that will not change anything with the people of Kikuyu, Honorable Speaker. Vile Bwana Rigathi Gachagua aliyekuwa naibu raisi katika serikali hii ya William Ruto akaendelea kusema kwamba tumebaini kuwa licha ya vitisho hivi vya wazi na kukiri kwamba anafahamu uhalifu unaoweza kufanyika, mbunge huyo hajaitwa kutoa maelezo zaidi wala hatua yoyote kuchukuliwa. Gachagua anauliza Inspector Generali, Kimani Ichung'wah ameweza kuzungumza matamshi ambayo yanaweza yakahatarisha maisha ya wananchi. Mbona mjamuita aweze kuandikisha taarifa, aseme alitoa wapi hizo taarifa za kusema kwamba anajua Gachagua anapanga goons? Gachagua akaendelea kusema kwamba tuna taarifa na udhibitisho kutoka chini kuwa kufuatia kauli zake Kimani Ichung'wah, mbunge huyu anaandaa vurugu kwa kushirikiana na magenge pamoja na polisi. Magenge yaliyopangwa yanatarajiwa kusababisha vurugu, kuharibu biashara za watu na kushambulia maeneo yaliyolengwa ili kuchochea polisi ambao wataingia kati ama wataingilia kati kwa kutumia gesi za kutoa machozi na risasi kwa kisingizio cha kudhibiti hali, lakini kwa uhalisia watakuwa wanasaidia magenge kuvuruga mkutano wetu. Gachagua akaendelea kwamba aidha mbunge huyo Kimani Ichung'wah amepanga kuziba barabara kuu zinazoingia na kutoka mji wa Kikuyu kwa kusimamisha magari makubwa barabarani na kuzingizia cha hitilafu za kiufundi ili kuzuia ufikaji wetu kwenye maeneo ya mkutano na kurahisisha mashambulizi dhidi ya msafara wetu. Ili mpango huu utekelezwe, mikutano kadhaa imefanyika na magenge pamoja na polisi katika maeneo mbalimbali. Imagine kutaka kujua kwamba Gachagua huwa anajua kila kitu ambacho kinaendelea Kenya. Ameweza kutaja mpaka wale ambao wamekuwa wakihusika kwenye mikutano ya Kimani Ichung'wah ili kuratibu kuenda kushambulia mikutano ya Rigathi Gachagua. Akaendelea kwamba mnamo tarehe 9 Aprili jana Alhamisi saa 10 ama saa 4 asubuhi katika klabu ya Kentmer barabara ya Limuru kulifanyika mkutano wa maafisa wakuu utawala wa polisi kupanga namna ya kuvuruga mkutano huo, miongoni mwao wakiwa namba 1 Joseph Boen Kibet, kamishena wa kaunti ya Kiambu. Sikiliza, nimekuambia kwamba unajua Rigathi Gachagua was the deputy president.
So he has the insiders ndani ya kikosi cha polisi. Ameweza kuambiwa mpaka majina ya watu ambao waliweza kufanya mikutano ili kwenda kuharibu mkutano wake. Na mikutano hii iliweza kuongozwa na kamishna wa kaunti ya Kiambu, Joseph Kibet. Doris Mugambi, kamanda wa kaunti Kiambu. Samuel Kirui, OCS kituo cha polisi Karuri Kiamba. Ile kanisa ambayo inasemekana William Ruto aliweza kuchoma. Aya, wakaeleza kwamba Chepkemoi Immaculate, OCS kituo cha polisi cha Tigoni. Rob Kimngeno, OCS kituo cha polisi cha Limuru. Pamoja na Joshua Nkanda, OCS kituo cha polisi Lari. Mnaona watu ambao William Ruto ameweza kupanga kwenda kuharibu, ameweza kupanga goons kwenda kuharibu mkutano wa Rigathi Gachagua. Watu wake tu. Naomba nikusomee kauli ya mwisho kutoka kwake Gachagua mbio mbio. Akasema hivi, Chama cha Democracy for the Citizens Party ni chama kilichosajiliwa kisheria chini ya sheria za Kenya na kimekuwa kikiandaa mikutano mingi ya amani nchini. Hivi karibuni katika kaunti ya Kiambu tumefanya mikutano ya amani katika maeneo yafuatayo. Jumapili ya tarehe 5 Aprili tulifanya mkutano upande wa Gatundu North katika Gakoe, Kamwangi na Gatuguru. Mkutano Gatukuyu, mkutano ulikuwa wa amani. Jumamosi ya tarehe 4 Aprili tulifanya mkutano Juja katika Maraba, Darasha na mji wa Juja. Mkutano ulikuwa wa amani. Jumatatu ya tarehe 23 Machi mwaka 2026 tulifanya mkutano upande wa Kabete, mji wa Wangige ulikuwa wa amani. Jumamosi ya tarehe 21 Machi mwaka 2026 tulifanya mkutano upande wa Gitunguri katika mji wa Gitunguri pamoja na maeneo mengine nje ya kaunti ya Kiambu. Mkutano ulikuwa wa amani. Mikutano hiyo yote ilikuwa ya amani na yenye mpangilio mzuri. Ni nini kinachofanya mji wa Kikuyu kuwa maalumu na kuonekana kuwa na uwezekano wa vurugu? Bwana Ichung'wah ana nia ya kusababisha vurugu na kisha kulaumu chama chetu cha DCP. Mji wa Kikuyu ni sehemu ya Kenya na hauko nje ya sheria ya nchi hii, isipokuwa kama Bwana Ichung'wah ndiye sheria inayotumika katika eneo hilo. Tunakuomba wewe Inspector General wa polisi kuhakikisha polisi hawatumiki kudhuru wananchi, unaopaswa kuwalinda na kuchukua hatua dhidi ya magenge na vurugu zilizopangwa dhidi ya mkutano wetu. Pia unapaswa kuhakikisha usalama wa mkutano wetu kama inavyotakiwa. Vurugu zote zitakazotokea katika mji wa Kikuyu siku ya Jumamosi tarehe 11 Aprili, wewe kama Inspector General wa polisi Kimani Ichung'wah na makamanda wa polisi katika kaunti ya Kiambu na Kikuyu sub county mtawajibika. Kwa hivyo unaona Rigathi Gachagua ameweza kutaja mpaka wale watu wote ambao wameweza kukua kwenye mikutano kuratibu kuharibu mikutano yake. Sasa mpenzi mtazamaji, unahisi ni kwa nini wanapanga kuharibu mkutano wa Rigathi Gachagua kwa kuleta goons na kutumia polisi? Umesikia, goons wameletwa kuja kuharibu mkutano wa Rigiji. Magari yatawekwa barabarani ili kuzuia msafara wa Rigiji usiingie Kikuyu. Sijui kama unanielewa mpaka hapo mpenzi mtazamaji. Kwa nini wanaleta goons na kuweka magari barabarani ili kuzuia mkutano wa Rigathi Gachagua usije ukafanyika eneo la Kikuyu? Kwa sababu Ichung'wah hataki jina lake liweze kuharibiwa na aweze kutolewa kama mbunge wa Kikuyu. Number 2, I'm seeing a situation whereby vurugu ama majambazi goons wamepewa pesa ili kuja kuharibu mkutano, then polisi wakuja kujifanya tu kwamba wanatuliza ile vurugu. In the real sense wanataka kuwafukuza. Na mwisho mimi ninaona hii ni njama ya kutaka kupea wananchi uoga wa Kikuyu wasije wakajitokeza kwa wingi kumkaribisha
Rigathi Gachagua. Kumbuka kwamba nimekueleza kwamba Kimani Ichung'wah yupo kwenye mission ya kuhakikisha kwamba anamembarrass Rigathi Gachagua baada ya Rigathi Gachagua kumfinya upande wa Nyandarua na Olkalau. Wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra. Kimani Ichung'wah anasema kwamba Rigathi Gachagua hawezi akaenda nyumbani kwake Kikuyu kuenda kumharibia jina na kuenda kuhakikisha kwamba anapigia kampeni mtu mwingine tofauti akuje kumuondoa madarakani. Mimi ni Bwana Ezra. Hakikisha kwamba unashika kadi leo. Tupatane kwa kada ijayo, sijui maoni yako ni yepi. Asanteni sana.